na mashindano yatashirikisha timu ya Dar City kutoka Tanzania, lakini na timu kutoka Komoro na timu kutoka Uganda, kwa vile wenzetu wa Burundi wameshindwa kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, watashindwa kuja. Lakini kifupi ni kwamba mashindano haya ni preliminary round ambayo timu mbili zitakazoshinda zinakwenda kwenye round of 16 ambayo either itachezwa Kenya ama Afrika ya Kusini, na atakayeshinda hapo nafikiri kuna timu kama 4 hivi ambazo zitakwenda kwenye robo finali. Kwa hivyo hili sio jambo dogo kwa sisi wapenzi wa mchezo wa basketball kuona mashindano ambayo yanajumuisha timu za mataifa mengine yakichezwa Tanzania. Sio jambo ambalo mimi nalizoea. Imeshatokea mara kadhaa hapa kwa juhudi za uongozi wa Dar City, na bado ilikuwa inanishangaza idadi ya watu waliokuwa wanajitokeza na kuja kuenjoy mchezo huu, lakini hali kadhalika burudani ambayo ilikuwa inatolewa na viwango vya timu. Kwa hivyo hii ni fursa nyingine kwa Watanzania kujionea kwa macho yao mchezo huu mzuri ambao unahusisha timu za mataifa mengine ukichezwa hapa Dar es Salaam. Lakini kubwa ni kwamba mimi kwangu hii ni personal, na mimi kama mpenzi wa mchezo wa mpira wa kikapu nafurahia jinsi ambavyo tumeweza kutengeneza timu ya Tanzania ambayo imehusisha wachezaji wa kiwango hiki ambacho Dar City nao. Mimi nimehudhuria session ya mazoezi hapa, nije nijionee mwenyewe, nisione tu zile highlights kwenye mitandao, nije nione mwenyewe, na nimeridhishwa sana na kiwango chao. Kusema kweli, katika group zote ambazo tumewahi kuwa nazo za timu ambazo tumewahi kutengeneza, nafikiri hii ni bora kuliko zote ambazo zimewahi kutokea, na kwa fursa hii nitumie kuwapongeza viongozi wa Dar City kwa kuweza kukusanya vijana hawa na